KTN leo na Ali Manzu. Hujambo mtazamaji popote ulipo jioni hii ya siku ya Ijumaa, karibu kwenye taarifa za KTN leo. Moja kwa moja tuanze na vidokezo. The government will reduce with immediate effect the landing charges to be competitive in the region. Rais Uhuru Kenyatta apunguza gharama za kutua katika viwanja vya ndege nchini na ada za mbuga kwa lengo la kufufua sekta ya utalii. Seneta wa Embu aliyekuwa ametoweka kwa muda wa siku 4 hatimaye amepatikana. Je, alikuwa ametowekea wapi? Wenyeji wa eneo la Ntulele, kaunti ya Narok, wafurika kujionea joka aina ya chatu, huku baadhi wakilihusisha na ushirikina. Na michezoni, mwanariadha David Rudisha atarajiwa kurudi uwanjani kwenye mashindano ya Oregon huko Marekani. Naam, karibu mtazamaji kwa taarifa za KTN leo, na kwanza kabisa kumradhi, aliyekuwa ametoweka ni spika bali si seneta kama nilivyotaja hapo kwenye vidokezo vya KTN leo, ni spika wa kaunti ya Embu. Tuanze na taarifa inahusiana na utalii. Serikali na washikadau katika sekta ya utalii wamekubaliana kwa kauli moja kubuni mbiu kadhaa za kuhakikisha idadi ya wageni imeongezeka katika vivutio vya utalii humu nchini na vile inarudi kama ilivyokuwa hapo awali. Hatua hizo ni pamoja na kupunguza ada za kiingilio katika mbuga za wanyama na hata kuondoa malipo yanayotozwa ndege pindi zinapotua katika viwanja vya ndege nchini. Hatua hizi zinatarajiwa kufufua uchumi ambao umeathirika pakubwa tangu kutolewa kwa ilani na mataifa kadhaa ya ng'ambo dhidi ya kuzuru Kenya. Uamuzi huu umejiri baada ya Rais Uhuru Kenyatta kufanya mikutano kadhaa mapema hii leo na washikadau ama wadau katika sekta ya utalii. Huku sekta ya utalii nchini ikiendelea kujikokota kutokana na tahadhari zilizotolewa na baadhi ya mataifa kutoka bara Europa, Kenya inaendelea kupoteza fedha zitokanazo na utalii, hali ambayo inaathiri uchumi wa taifa. Kutokana na kushuka huko kwa idadi ya wageni wanaotembea nchini, serikali imekuja na taratibu za kuhakikisha mchango unaotokana na utalii unadhibitiwa kupitia utalii utakaowahusisha raia nchini. Kwenye mkutano mapema hii leo na washikadau wa sekta ya utalii, Rais Uhuru Kenyatta alisema serikali imechukua hatua hizo ili kuokoa sekta ya utalii na mgao wake kwenye uchumi wa taifa. In view of the importance of the tourism sector in Kenya's economy, especially its multiplier effect on various sectors, the government and stakeholders have agreed on measures to get the numbers back into our hotels and indeed to grow it on a sustained basis as we move forward. Na ili kuwahimiza Wakenya kuzuru vivutio vikuu vya utalii nchini zikiwemo mbuga za wanyama, serikali imetoa amri ya kushukishwa kwa ada ya kiingilio katika mbuga za wanyama. To encourage local guests in our national parks and to attract both regional and international tourists, all park fees currently set at $90 per non-resident and Kenya shillings 1,200 per resident guest shall be reduced to $80 and Kenya shillings 1,000 respectively, effective the 12th of June 2014. Na baada ya kupiga marufuku mikutano ya serikali katika mikahawa na mahoteli ya kifahari katika serikali iliyopita, Rais Uhuru Kenyatta ameirudisha tena mikutano hiyo ili kupiga jeki sekta ya utalii. The government has with immediate effect revoked the National Treasury Circular restricting the public service from holding conferences and other meetings in private hotels. It will now be possible for the public sector to hold conferences and meetings in private hotels throughout the country as and when the need arises. Washikadau katika sekta ya utalii waliohudhuria mkutano huo wameapa kuzirejesha idadi ya watalii, huku wito ukitolewa wa kutowafuta kazi wafanyikazi wake. Is for all industry players to please do all your best not to lay off any staff.
we must try our very best to work within the packages we've been given. Sekta ya utalii iliipatia Kenya shilingi bilioni 93 mwaka jana, na kufikia sasa imeathirika kwa kiasi kikubwa kutokana na tahadhari zilizotolewa na mataifa ya magharibi. Kwingineko, ilikuwa ni furaha isiyo na kifani, mtazamaji, kwa jamii ya spika wa bunge la kaunti ya Embu Justus Kariuki Mate, ambaye alitoweka kwa muda wa siku 5 bila kujulikana aliko na hatimaye kupatikana usiku wa kuamkia leo mjini Limuru. Polisi katika kituo cha polisi cha Gigiri wanasema aliletwa usiku wa manane kituoni hapo na wasamaria wema, huku kupotea kwake kukizua maswali chungu nzima kuhusu usalama wa raia na hata viongozi wetu nchini. Hii hapa taarifa kamili ya Lofty Matambo. Siku 5 zilionekana kuwa muda mrefu mno kwa jamii ya spika wa kaunti ya Embu Justus Kariuki Mate, aliyetoweka katika hali ya kutatanisha, wasifahamu alikokuwa. Kariuki na bibi yake. Mwishowe Mate anajipata hospitalini anakojumuika upya na familia na marafiki. Mate alitoweka mnamo Jumatatu Mei mwaka huu kutoka kwa hoteli moja hapa jijini Nairobi, na baada ya kuchana na kuchanua miji na vijiji katika shughuli ya kumsaka, hatimaye akapatikana hii leo akizurura mjini Limuru karibu na chuo kikuu cha St. Paul. Inaripotiwa alijaribu kulisimamisha lori la kusafirishia mboga pale alipotambuliwa. He had tried to stop more than 40 vehicles. No vehicle was stopping. I would like to thank the two young people who decided to stop, and they carried him, and he requested them. He said, take me to any police station. Let them stay there. Dereva wa lori hilo na msaidizi wake walimpeleka katika kituo cha polisi cha Gigiri, kisha baadaye akapelekwa katika hospitali ya Aga Khan kwa uchunguzi wa kiafya. The time he was brought to the hospital, he was completely ice cold. Actually, they had to do a lot of procedures to get him back to normal. Kilichojiri haswa kabla ya kutekwa nyara kwake hakuna afahamu ya ila yeye mwenyewe, na hayuko tayari kulizungumzia hilo kwa sasa. Hata hivyo, mkewe Caroline Wangari alifika mahakamani hiyo jana na madai ya kuhusika kwa kitengo cha usalama kwenye tukio hilo, ambapo Sajeni Nicholas Kangangi wa makao makuu ya idara ya ujasusi CID aliachiliwa kwa bondi ya shilingi 100,000 pesa taslimu na mahakama baada ya kukanusha kuhusika kwake. Kaunti ya Embu imekumbwa na migogoro ya kisiasa si haba, bunge la kaunti hiyo likijaribu kumsimamisha kazi gavana wao mara 2. Viongozi sasa wanaomba idara ya polisi kulivalia njuga swala hili ili mbivu na mbichi zibainike. Embu has gone through a very challenging moment since December, late December up until now. We pray that this incident may be the one that brings us back together, may be the one that will finally settle the challenges we are facing as a county. Huku familia ya Justus Mate ikidai mkono wa serikali kwenye utekaji nyara wa jamaa yao, kinachosubiriwa ni uamuzi wa mahakama mnamo tarehe 9 Juni ili kubaini hilo, huku zito zaidi likiwa ni aliyetekeleza kitendo na madhumuni ya kitendo hicho. Lofty Matambo, KTN leo, Nairobi. Bila shaka ni habari njema hizo baada ya spika Mate kutafutwa, lakini hatimaye amepatikana. Mwingineko, tuelekee katika sehemu ya Turkana ambako kama unavyofahamu mtazamaji kwamba maji ni uhai kwa binadamu wote, na sasa wenyeji katika eneo la Turkana wana kila sababu ya kutabasamu, hasa baada ya zile juhudi ambazo zilianzishwa na serikali kufaulu katika kuweka mradi wa maji katika maeneo hayo. Maeneo kama vile ya Napuu yamefaidika zaidi na mradi wa visima 4. Hata hivyo, maeneo mengine yangali yanakumbwa na changamoto ya uhaba wa maji. Eneo la Napuu, Turkana, kilomita chache kutoka mji wa Lodwar. Sasa wenyeji wana furaha ya kuona maji mengi kiasi hiki ya kutumia. Ni mara ya kwanza kupata raha ya mahali pa kuchota maji safi na kuoga hapa. Sisi tunasema thank you very much. Ambaye maji nakuja kwetu, sisi nafurahi. Mimi nasimama hapa kama ni mama clean. Mama clean, najua hata kama wewe iko ngambo, najua mimi ndio hii. Maji iko mingi Napuu itaendelea. Ni ishara maendeleo kubisha hodi kwao.
Hiki ni mojawapo ya visima vinne vya maji vilivyochimbwa eneo hili na kukata kiu ya siku nyingi. Ni bubujiko la kuwafaidi wenyeji 50,000, mradi wa serikali ya kitaifa, vile ugatuzi na washikadau. Lakini upande mwingine wa Turkana hali ni tofauti. Mradi wa eneo la Lotikipi kulikopatikana maji mengi zaidi haujang'oa nanga. Wenyeji bado hawana namna ila kuwa wabunifu. Wanawake kijiji hiki ni mfano kwa kukuza nyasi kwenye vidimbwi wanavyokusanyia maji ya mvua. Kwao japo hawajapata maji, nyasi hizi ni muhimu kwa tegemeo lao la mifugo. Wanasema wakipata maji basi maisha yao yatakuwa bora zaidi. So we need this water to give our people water to drink first and foremost. Then we start looking at the livestock. And from there we graduate to agriculture. Miradi ya maji inalenga kushughulikia mahitaji ya wenyeji hawa waweze kujitegemea kwa kukuza chakula wenyewe na kukatiza ule mtindo wa kutegemea vyakula vya msaada. Agnes Penda, KTN leo. Kumbuka mtazamaji, baadhi ya sehemu ambazo zimepatikana kuwa na hifadhi kuu za maji sehemu hiyo ya Turkana ni mpaka sehemu hizo zifanyiwe utafiti wa kutosha na kuona kama maji hayo yanaweza kusaidia jamii bila kuleta athari zozote. Katika taarifa nyingine, familia moja katika mtaa wa Lang'ata hapa jijini Nairobi inataka majibu kuhusu kutoweka katika njia ya kutatanisha kwa mpendwa wao Joseph Mbugua Mshumi. Joseph ameripotiwa kutoweka ama kutekwa nyara na jamaa wasiojulikana, lakini kutokana na ukanda ambao tumeweza kupata hapa KTN leo unaonyesha jamaa huyo akitekwa nyara pale alipokuwa akienda katika biashara yake iliyoko katika mtaa wa Syokimau na kundi la watu ambalo lilikuwa na magari mawili. Francis Mtalaki na taarifa hiyo. Familia hii imegubikwa na huzuni na jitimai tele baada ya Joseph Mbugua Mchumi pekee katika familia hii kuripotiwa kutekwa nyara tarehe 30 mwezi Aprili. So far we have no information, nothing. Kama kawaida yake, Joseph na mfanyikazi wake ambaye walikuwa wakiishi pamoja kwa muda sasa walijiandaa kwenda Syokimau palipo biashara yake ya kuuza uyoga au mushrooms, lakini mama yake aligundua jambo lisilo la kawaida. Tulipokuwa pale tukinywa chai, huyo Njeri akapigiwa simu na mtu na hatukujua nani. Akamwambia, kujibu kwake alimjibu tupatie about 20 minutes tutakuwa tumefika pale. Kwenye ukanda huu tuliopata unaonyesha jinsi gari la Joseph Mbugua lilivyoingia benki mwendo wa saa 4, asijue gari hili aina ya Subaru linamfuata nyuma. Walipogundua alipoingia Joseph, gari hili linaamua kuvunja sheria na kuingia katika kituo hichi cha mafuta na kumsubiri. Tizama jamaa huyu anavyoelekea katika benki huku wenzake wakiwa macho, na Joseph anapotoka wote wanakimbilia gari hili na kumfuata. Joseph anafululiza moja kwa moja hadi kituo cha mafuta cha Imara Daima katika barabara ya Mombasa, akiwa na mfanyikazi wake Teresia Njeri kujaza pumzi asijue gari hili aina ya Subaru linamfuata nyuma. Mara hii genge linaongezeka kupitia gari hili aina ya Toyota NZE, lakini kizungumkuti kinaanza pale mfanyikazi wake anapoondoka, na sekunde chache genge hilo linaonekana kuelekea alikokuwa Joseph. Ndio mara ya mwisho alikoonekana Joseph, familia yake ikianza kujiuliza ni wapi mambo yalianza kwenda segemnege. Alikuwa ananiambia amekuwa na kesi kotini na the former employer, na amekuwa akisema kitu mbaya kimtendekea tujue ni the former employer. Kwa sababu ya hiyo alikuwa anasikia uoga. Maswali ambayo yanawazonga ni jinsi mfanyikazi aliyemwajiri Joseph, kwa kuwa walipigwa kalamu pamoja, akaamua kumsaidia. Kwa nasikia niseme roho yangu aimuhitaji for that 1 week before the incident. Nilikuwa nasikia my instincts don't want her anymore. Immediately walipoenda nikasikia baridi kali kwa miguu na tumbo. Kwa muda huu wote mfanyikazi huyo anasemekana kutoweka na jaribio la kumtafuta zimegonga mwamba licha ya yeye kuandikisha taarifa kwa polisi. She has not even called to ask whether we found him or any progress. She has done nothing of anything to show any concern. Ni maswali chungu nzima ambayo familia hii imekosa kuyategua, na sasa tegemeo lao kuu ni serikali. Francis Mtalaki, KTN leo.
Kwingineko mtazamaji, familia ya Standard Group katika kitengo cha Radio Maisha walikusanyika mapema hii leo kuadhimisha miaka 4 ya Radio Maisha tangu kuanzisha kwake, na ni kituo ambacho mara nyingi kinaelimisha na vile vile kukuburudisha kwa wasikilizaji wake kupitia muziki na vile vile na mijadala. Akizungumza kwenye hafla ndogo ambayo ilikuwa imeandaliwa katika makao makuu ya SGL hapa jijini Nairobi, kiongozi wa Radio Maisha Tom Japani alisema kuwa katika mwaka mmoja uliopita Radio Maisha imeshuhudia mabadiliko makubwa. Mwaka uliopita peke yake Radio Maisha iliweza kupanda kutoka nambari 25 hadi nambari 8 kote nchini kutokana na kupanuka na kuwafikia wasikilizaji zaidi. Mwezi ujao kituo cha Radio Maisha kinatarajiwa kufika kaunti 3 zaidi ikiwemo maeneo ya milima ya Taita. We've actually moved from 6% to 20% of the market share. And so that is phenomenal growth for Radio Maisha. Na mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za KTN leo. Napumzika kidogo, lakini baadaye nikirudi tutakuja kuendelea na taarifa nyingine, bila kusahau taarifa kutoka meza ya michezo. Usiende mbali. Katika kamsi ya leo tunaangazia neno walakini. Walakini ni kasoro iliyo kwenye mtu au kitu. Mfano katika sentensi: nguo aliyovaa ina walakini. Afisa mkuu mtendaji Sam Shuley alisema kampuni ya Standard Group imenakili matokeo mazuri katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Kulingana na Shuley, kampuni ya SGL pia imeweka mikakati thabiti ili kuhakikisha kuwa inaendelea na ukuaji wake, miongoni mwao matumizi ya teknolojia mpya katika shughuli za uchapishaji wa taarifa kupitia magazeti na kukianzisha upya kituo cha Radio Maisha. If you read the account very carefully, you'll be able to see for media freedom and to the environment of free media in our country and broadcasters. I think you will have been reading in the papers and watching on TV the 3 media houses, namely the Standard. Confirm the appointment of Mr. Zambuni, who was appointed during the year and therefore has to be reappointed at this AGM. We continue to increase our collaborations with other media houses, especially in the region, and we recently signed a MOU with a television station in Uganda that allows us to collaborate in content extension within the East African market. We hope to do the same in Tanzania in the coming months and hopefully also in Rwanda. Kwingineko, polisi mjini Mombasa, mtazamaji, wanaendelea na uchunguzi wao kuhusu tukio la hapo jana usiku ambapo afisa mmoja wa polisi na raia mmoja walijeruhiwa katika shambulizi la guruneti. Maafisa wa polisi waliokuwa wakihusika walikuwa wameandamana na mshukiwa huyo ambaye alikuwa amemtia nguvuni dakika chache zilizopita. Viongozi wa kaunti hiyo wakiongozwa na kamishna wa kaunti ya Mombasa Nelson Marwa na gavana wa Mombasa Hassan Ali Joho walifika katika eneo hilo. Kulingana na mashahidi, polisi hao walikuwa wamemtia nguvuni kijana mmoja ambaye marafiki zake ndio wanaodaiwa kurusha guruneti hilo. And we're hoping even the members of the public would come forward and help us with some information that will enable us to arrest these criminals that are amongst the society and community that live within the society. Naam, karibu tena mtazamaji kwenye meza ya michezo. Moja kwa moja tunaanza na mchezo wa riadha ambako mshikilizi wa rekodi ya dunia katika mbio za mita 800 David Rudisha, ambaye amekuwa akiuguza jeraha la goti kwa takriban mwaka mmoja sasa, hatimaye yuko tayari kurejea ulingoni. Bingwa huyo katika mbio za Olimpiki atashiriki mashindano yake ya kwanza msimu huu katika msururu wa Diamond jijini Oregon. Kurejea kwake bila shaka ni jambo ambalo lilikuwa linasubiriwa kwa hamu na ghamu
na mashabiki. Being out for almost a year, it's something not easy, and now that I feel that anger, I want to come back. Rudisha alifanywa upasuaji na amekuwa akiuguza jeraha la goti kwa takriban mwaka mmoja, kipindi ambacho anakiri kilikuwa kigumu zaidi. Because I'm used to training out there, running fast, and pushing on the road. That is the feeling that I feel sometimes I'm doing something, but in the gym you're just touching machine here and there, exercises. Mwaka mmoja baadaye, David Rudisha anajiandaa kushiriki msururu wa Diamond League jijini Oregon tarehe 31 mwezi huu. Lakini ni vipi ameweza kujizatiti na kuweza kurejea kwa mashindano? This is just a process and it's also part of sport, so that is what really motivated me, and I knew I'll be able to come back and Na je, ana malengo speciali msimu huu? I've never been in the Commonwealth Games before, and I think this is what I'm looking forward. Huku wengi wakisubiri kwa hamu na gamu kurejea kwa David Rudisha, bingwa huyo Olimpiki atakutana ana kwa ana na mpinzani wake wa jadi Mohamed Aman wa Ethiopia pamoja na Abubakar Kaki wa Sudan jijini Oregon. Lynn Washira, KTN Michezo. Kwingineko mtazamaji, mwanariadha Nancy Nzisa ndiye mshindi wa mbio za mita 500 katika kitengo cha kinadada ambao alishiriki kwenye ubingwa wa idara ya magereza, mashindano yaliyoandaliwa katika uwanja wa Kasarani. Damaris Areba alianza mbio hizo kwa kasi na kuongoza kwa muda kabla ya Agnes Kadhunge kuchukua usukani na kuwaongoza wanariadha wenzake. Baada ya mita 3000 upinzani wa vuta nikuvute ukawa ni kati ya Violet Jemtai na Agnes Kadhunge, na baada ya muda wakashindwa kustahamili miale ya jua na upinzani wa Nzisa. Mtazamaji, kufikia hapa sina la ziada. Asante sana kwa kutazama taarifa za KTN leo. Nachukua likizo kidogo kwa muda wa wiki 2-3 hivi, lakini kumbuka matangazo yetu ya moja kwa moja Jumamosi na Jumapili na Jumatatu yatakuwa moja kwa moja kutoka sehemu ya Mombasa, na tutakuwa tunaangazia swala zima la usalama. Kwa hiyo naomba usikose kushiriki kwenye taarifa hizo. Mimi naitwa Ali Manzu, kutoka kwangu sina la ziada. Kwa heri.